Habari kubwa kutokea kule China ni kwamba imetoa shutuma rasmi dhidi ya serikali ya Marekani, ikidai kuwa inashikilia ushahidi usiobishika kwamba Marekani inafanya mashambulizi ya kimtandao dhidi ya taasisi muhimu za taifa la China. Lakini shutuma za hivi karibuni zinalenga taasisi maalumu. Wizara ya usalama wa taifa ya China imetoa taarifa ikidai kuwa shirika la usalama wa kimataifa la Marekani, yaani NSA, limekuwa likifanya operation ya mashambulizi ya kimtandao dhidi ya kituo cha huduma ya wakati wa kitaifa, yaani National Time Service Center cha China. China inaonya kuwa ukiukwaji mkubwa katika kituo hiki ungekuwa na uwezo wa kuvuruga mitandao ya mawasiliano, mifumo ya kifedha, usambazaji wa umeme na hata muda wa kitaifa nchini humo. Wizara hiyo inadai kwamba uchunguzi wake umefuatilia ushahidi wa data na sifa zilizokuwa zikiibiwa tangu mwaka 2022 zikitumika kufuatia vifaa vya simu za mikononi za wafanyakazi na mifumo ya mtandao kwenye kituo hicho. Lakini shutuma hizi ni mwendelezo wa mzozo ambao unaongezeka kati ya Beijing pamoja na Washington katika miaka ya hivi karibuni. Kwa miaka kadhaa, pande zote mbili zimekuwa zikishutumiana kwa kufanya mashambulizi ya hali ya juu ya kimtandao katika moja, ambapo kila mmoja ikijaribu kuionyesha nyingine kama tishio kuu la usalama wa mtandao duniani. Lakini China pia imewahi kudai mashambulizi dhidi ya taasisi zingine ikiwemo vyuo vikuu na biashara kubwa za teknolojia. Ubalozi wa Marekani nchini China haujatoa jibu la haraka kuhusu madai haya ambayo yametolewa hivi karibuni. Madai haya yanakuja wakati kukiwa na mvutano mpya wa kibiashara, huku Marekani ikitishia kupandisha ushuru zaidi kwa bidhaa ambazo zinatoka China. Tukio hili linaongeza safu nyingine ya ugumu katika uhusiano wa sasa wa Marekani dhidi ya taifa la China.